Hajj katika aya ya 8 قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس نكتك watu man yujadilu fillah, na wale wanaojadiliana juu ya Mwenyezi Mungu bighairi ilmin, pasipo elimu yoyote ya hayo wanajadiliana kwaye, wala hudan, wala pasipo mwongozo, wala hudan, wala pasipo uongofu wowote, yani wala pasipo uongozi wowote. Hudan, uongozi kwa hapo wowote, lakini muongozo unaoongoza. Wala kitabin munir, wala kitabu chenye nuru kifafanuacho haki na batili. Wao wanakaidiana kuzozana juu ya Mwenyezi Mungu abathan, bure tu. Thaniya itfihi, ageuzaye shingo yake huyo abisha naye kwa kibri, kwa sababu ya kibri anabishana ya Mwenyezi Mungu pasipo elimu wala muongozo wala kitabu chenye nuru. Thaniya itfihi, mwenye kugeuza shingo yake kwa ajili ya kibri, liyudhilla an sabilillah, ili apoteze watu katika njia ya Mwenyezi Mungu, kuwatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, apoteze watu kuwatoa kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Ila an sabilillah, kutoa kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Liyudhilla, ili apoteze an sabilillah, kutokana na njia ya Mwenyezi Mungu. Lahu, ana mtu huyo fi dunia khizi, katika ulimwengu kudhalilika, khizaya. Wanudhikuhu, na tutamuonjesha yawmal qiyamah, siku ya kiyama, adhab alhariq, adhaba yunguzayo ya moto, yani adhab alhariq, adhabu yunguzao kwa mani ya moto wa jahannam. Hayo yote anasema mwenye dhalika bima qaddamat yadak, ataambiwa siku hiyo hayo ni kwa sababu iliyotanguliza mikono yako. Wa anna Allaha, na kama Mwenyezi Mungu, laysa bidhallamin lilabid, hakuwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwadhulumu waja. Yale yote watakayokutia watu huko, wataambiwa kwamba hayo ni jazaa ya matendo ya mikono, ya machumo, kwa sababu mikono itatumika kuchumia. Kwa hiyo ikawa hili hapa ikatumika utajwa mikono ili kuonyesha ishara ya machumo, bima qaddamat yadak, yale yaliyotanguliza mikono yako, iliyotanguliza mikono yako. Wa anna Allah laysa bidhallamin lilabid, kama Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuwadhulumu waja. Wa minan nasi, na kuna katika watu man yaabudu, yana yaabudu Mwenyezi Mungu, ma yaabudu Allah, anamwabudu Mwenyezi Mungu ala harfin, kwa ncha, ukingoni. Anamwabudu Mwenyezi Mungu akiwa ukingoni. Kivipi? Hii walipigiwa mfano wanafiki, wanapokwenda vitani hujitenga mbali, wakiona kushindwa wanakimbia, wakiona ushindi wanakimbilia wakapata ngawira. Umeelewana?
wa minan nasi, na katika watu, man ya'budu Allah ala harfin, kuna anayeabudu Mwenyezi Mungu kwa ukingoni. Fa in asabahu khairun, ikimkuta khairi, tuma annabi, ataitulizia, atakapo hapo ajifanye yeye mcha Mungu zaidi. Wa in asabatuhu fitnatun, na ikimpata misukosuko, inqalaba ala wajhihi, hubweteka kwa uso wake. Hubweteka manake huingia maji kwa lugha yenu, akakimbia badala yake. Khasira dunia, hiyo ni khasara ya ulimwengu, wal akhirah, na akhirah. Atakuwa amepoteza dunia yake, amepoteza na akhirah yake mtu aina hiyo. Dhalika huwa al-khusranul mubin, hiyo ndio kukhasirika iliyokuwa ya dhahiri kabisa. Kule kukhasirika kwa duniani na akhirah, hiyo ndio hasara kubwa. Huna chochote, la duniani huna wala ulimwenguni huna. Yad'u min dunillah, wanamwabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu, ma la yadhurruhu, vile visivyowadhuru, wa ma la yanfa'u, wala vile visivyonufaisha. Wanaabudia kwa Mwenyezi Mungu visivyowadhuru wala visivyonufaisha. Dhalika huwa ad-dalalul ba'id, hiyo ndio kupotea iliyo ya mbali kabisa. Yadula man dhurruhu, wanamwabudu yule ambaye kwamba kudhuru kwake akrabu min naf'ihi, kuko karibu zaidi kuliko kunufaisha kwake. Umeelewa? Wanamwabudu yule ambaye kudhuru kwake ni kubwa zaidi kuliko kunufaisha. Labisal maula, huyo ni mlinzi aliye mbaya kabisa kwa kumtegemea. Wala bi'sal ashir, na rafiki aliye mbaya. Inna Allah, ka Mwenyezi Mungu, yudkhilu alladhina amanu, huwaingiza wale ambao wameaminia, waamilu salihati, na wakati na matendo mema, jannatin tajri, katika pepo ipitayo, min tahtiha, mbele yake, al-anharu, mito. Inna Allaha yaf'alu ma yurid, aka Mwenyezi Mungu anafanya atakayo kuyafanya, akaidiwi. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin, nazalat al-aya fi Aba Jahal, fi Abi Jahal, iliteremka aya hii kwa Abi Jahal, alionywa ni Mwenyezi Mungu kwa khizi, kudhalilika, fi dunia, katika ulimwengu, na akhera akawa hana kitu. Abi Jahal alikuwa ni mmoja wa kubwa na wa kikafiri Maka, na wapinzani wa Uislamu na maadui wa Uislamu na Mtume sallallahu. Sasa Allah akawa anamuonya kwa aya kama hizo. Fakutila yaumu Badr, akauliwa yaumu Badr, na yeye ndio alishadidia watu wapigane. Mnajua hiyo, Abi Jahal ndio alishadidia watu wapigane siku ya Badr. Watu walishaona basi khalas, hakuna haja, kwa sababu kilicho watu Madina kwenda kufuata msafara Abi Sufyan ni kwa ajili ya kuwateka nyara, wachukue mali. Walipita kisa cha kunyang'anya mali zao waliohajiri Maka. Wakapata habari kwa kutumia majasusi wao kwamba Muhammad anakuja na jeshi huko kuja kuwateka. Wakakimbia upande mwingine upande wa baharini kukimbiza msafara wao, kanusurika. Lakini habari ile ilishapelekwa taarifa Maka kwamba lipelekwa jeshi kwenda kunusuru msafara wao, watu wa Maka wa biashara ule mkubwa kabisa unaongozwa na Abu Sufyan. Kwa hiyo wakaja huku, lakini ikaleta taarifa kwamba msafara ushanusurika, watu warudi. Abu Jahal akasema hamna, sisi tumekuja hapa leo, lazima tumalizane na hawa watu hawa.
wakenda kule wao na wanawake na masufuria na wanyama wa kuchinjwa, akachinjwa watu wapike wale, wafurahikie sherehe waishaumaliza Uislamu. Watu wakaambia kazi khalas imekwisha, sasa tulikuja hapa kwa msafara wetu, tulikuja kupigana vita. Wakamuishia wajali, akashadia lazima, na yeye alikuwa kidogo ana nguvu katika wakubwa wa Maka, na upotevu na shetani uko juu. Kule katika suratul Anfal shetani aliwaambia kwamba hakuna anayewaweza nyie leo, nendani anawashawishi. Kwa suratul Anfal na Tauba kule imetajwa la tubala lakum. Bas famfiru, wakaenda watu wengi, lakini shetani mwenyewe vilipoanza vita aliwaona malaika wanashuka, alikimbia kabisa. Alipoona malaika wanashuka alikimbia katika uwanja ule, alikimbia kabisa, akawa hakukaa, akaenda zake. Vita vikapiganwa, ikawa miongoni mwa waliouliwa ni Aba Jahal, alishadidia vita ile khizi ndio hiyo ambayo ikateremka aya kwa ajili yake kwamba khasira dunia wal akhirah. Tumeelewana Na vile vile ile teremko kwa An-Nadhr bin Harith ambaye naye aliuliwa siku ya Badri. An-Nadhr bin Harith huyo alikuwa mudhi, ndio aya zote alizoshuka kwa asatirul awalin kwa wingi mno ziteremka kwa ajili yake, aliyokuwa akisoma Qur'ani asatirul awalin, masimulizi ya watu wa kale. Kwa mtu mbaya sana huyo, akimwona mtu salama analingania watu, anaenda anaambia anazungumza chochote, mimi najua yote hayo, anatoa historia naye kama hizo walizozipata kwa Warumi huko na Wafursi. Hii ndio ilikuwa miongoni mwa sababu nuzul. Naam. Thumma yaqulu Allah tabaraka wa taala, ikishana sawa Mwenyezi Mtukufu, man kana yadhunnu, aliyekuwa anafikiria allan yansurahu Allah, kwamba hatamnusurie Mwenyezi Mungu fi dunia, katika dunia, wal akhirah, na akhirah, anayeona na kuhakikisha ile dhanna yati bimaana yaqin, anayehakikisha kwamba hatamnusurie Mwenyezi Mungu katika dunia na akhirah, katika watu falyamdud bisababin ila as-samaa, na afunge kitanzi juu ya anga, afunge kitanzi cha kujinginiza. Thumma liyaqta'a, kisha ajinyonge. Allah subhanahu wa ta'ala katumia neno zito hilo. Aliyekuwa anaona hatoipata msamaha Mwenyezi Mungu, basi afunge kitanzi, akishatie kichwa ajinyonge. Falyanzur, na angalie, hal yadhhabanna kaidahu ma yaghir, angalie je itaondosha hila zake, zile chuki zilizomshika za kumchukia Mwenyezi Mungu au kuchukia Uislamu, shajinyonga, zitaondoka. Wakadhalika anzalnahu ayatin bayinat, wakadhalika, na kama hivyo tumeteremsha Qur'ani ayatin, aya bayinati zuwazi, wa anna Allah kama Mwenyezi Mungu yahdi man yurid, ana Mungu atakaye, inna Allah yahdi man yurid, amongoa atakaye. Falyamdud bihabli ila samai, ile falyamdud bisabab, ile sababu hapa ay habli ila samai fi saqaf baitihi, kila mmoja atakiwa ende akatundika nyumba kwenye dari ya kamba kwenye dari ya nyumba yake, ni kitanzi ajinyonge kama no hatanusu mwenyewe. Thumma liyakhtaniq, kisha angalie. Sasa hapo hiyo liyaqta'a ay liyakhtaniq, umeelewa? Iliitwa wanasema mfasirina ile ikhtinaq qit'a, ikhtinaq lugha karabu ni kujinyonga, ikhtinaq
Sasa asili yake iwe ikhtinaq, thumma liyakhtanika. Umeelewa? ingekuwa hivyo. Hadha wallahi kalamullah. Thumma liyaqta'a, kisha jinaitwa liyaqta'a manake lianna almaut taqta haya. Ndio maana ikaitwa vipi? Liyaqta'a, ajinyonge. Umeelewa? Sio akate kamba, msimkafasiri hivyo. Msimkachutumia Kiarabu chenu kama changu cha kuokota alafu mkaenda kutafsiri yaqta'a kate. Umeelewa? Thumma liyaqta'a, kisha ajinyonge, kwa maana kukata uhai wake. Umeelewa vizuri? Msimkanisomesha lugha, mwalimu kasema liyaqta'a akate, liyaqta'a kujinyonga, kukata. Hiyo sio vocabulary kusudiwa katika kutafsiri hapo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumeelewana? Innal ladhina amanu, hakika ya wale ambao wameaminia, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hapa na makundi matano hapo. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu, na wale walio mayahudi, wasabiina, na masaba wasabato, wanasara, na wakristo, walmajusa, na wanaoabudia moto majusi, walladhina ashraku, na wale walioshirikisha, ama almu'minun walyahud wasabiin والنصارى والمجوس والذين أشركوا. 6 6 أما كل 6. والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم, kama Mwenyezi Mungu anahukumu kati yao. يوم القيامة, siku ya kiyama atahukumu kati yao siku ya kiyama. Inna Allah ala kulli shay'in shahid, kama Mwenyezi Mungu wa kila kitu ni shahidi. Ana kwa maana shuhudia, ana kwa kukijua. Alam tara anna Allah, hivi huoni kwamba kama Mwenyezi Mungu yasjudu lahu, vinamsujudia yeye, man fis samawati, vilivyomo katika mbingu, wa man fil ardhi, na vilivyomo katika ardhi, washamsu wal qamar, na jua na mwezi, wan nujumu, na nyota, wal jibalu, na majabali, milima, washajaru, na miti, wadawab, na wanyama, wa kathirun minan nas, na wengi wa watu. Aliweka watu mwisho, akataja vyote vingine. Limadha? Lianna baqi alkhalqi tu'badu, vingi ya hivyo na vyotajwa vinaabudiwa. Umeelewana? Sasa Allah anasema hivyo vyote vinamsujudia yeye. Kama kuna wanaoviabudu, lakini vyote vinamsujudia nani? Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi, wash-shamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wash-shajaru wad-dawab, wa kathirun minan nas, na wengi katika watu, wa kathirun haqqa alayhi al-adhab, na wengi imestahiki juu ya adhabu wa watu. Wa man yuhunillahu, na amfedheshe Mwenyezi Mungu, fama lahu min mukrimi, hakuna wa kumtukuza. Inna Allah yafalu ma yasha, kama Mwenyezi Mungu anafanya atakavyo. Wa sadaqallahu alazim. Tuishi hapo leo.